Katika siasa niko kwa muda wa miaka 33, siasa za upinzani. Nilikuwa mwenyekiti wa CUF kwa miaka 20. Sasa hivi sina cheo chochote. Na sasa hivi natangaza rasmi ni kwamba kwa kipindi hiki sishiriki mambo ya siasa, wala katika uchaguzi mimi sishiriki. Sishiriki kwa sababu nimeona yale maneno waliyosema Chadema kwamba hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Nilikuwa nashiriki katika uchaguzi na nilikuwa na kitiki kwa chama changu cha ACT Wazalendo, lakini baada ya kutolewa mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Mpina, nimeamini kwamba maneno aliyosema Chadema kwamba hakuna uchaguzi, hakuna mabadiliko, kwamba hakuna uchaguzi, nimeamini. Kwa hiyo na mimi naungana na chama cha Chadema kwamba sishiriki uchaguzi huu, kwa sababu nishaona kwamba kuenguliwa kwa Mheshimiwa Mpina katika ACT sawasawa tumeinguliwa wabunge na madiwani wote wa nchi hii, kwa sababu kichwa cha uchaguzi wa nchi hii ni rais. Kama kaenguliwa rais, basi kwa mimi, lakini kwa imani yangu mimi naona kwamba wagombea wote wa ubunge na udiwani wa nchi hii wameonguliwa, kwa sababu sasa hivi naamini maneno ya chama cha Chadema kwamba hakuna uchaguzi. Hakuna uchaguzi huru na haki. Na kama hakuna uchaguzi huru na haki, hakuna uchaguzi. Hilo ndio la kwanza. Lakini la pili, vijana wangu watawasilisha mambo matano. Mimi mwenyewe kidogo sioni haya maandishi hapo madogo madogo, kwa hiyo nitamkabidhi yeye awasilishe mambo matano. Jambo la kwanza kuhusu kauli ya Kanali Captain Tosh. Tutawakilisha hapa mimi waheshimiwa waandishi wa habari, yote aliyosema Mheshimiwa au Captain Tesha, yote aliyosema ni yale ambayo yanasemwa na wanaharakati na watetea haki na demokrasia nchi. Yale amesema yote yale, mimi namuunga mkono yote, lakini moja tu siungi mkono, lakini yote yale amenukuu malalamiko ya wananchi. Yuko sahihi kabisa yule kijana, na ni kweli mzalendo wa nchi hii, isipokuwa kitu ambacho mimi nakiona katika yale aliyosema, jambo la kusema kwamba nchi ichukuliwe na jeshi, hilo napinga. Inakwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa misingi ya uhuru, haki, udugu na amani. Huo ndio msingi mkubwa. Katika utangulizi wa katiba kaisome hiyo. Na vitu hivyo havipatikani isipokuwa katika nchi ya kidemokrasia yenye bunge lililochaguliwa na wananchi na mahakama inayotoa haki kwa uhuru bila woga wala upendeleo. Sasa kama ni nchi ya kidemokrasia, siwezi kukubaliana kwamba nchi hii sasa hivi kutokana na hali iliyokuwa nayo kwamba heti ikamatwa na wanajeshi kwa kipindi. Hiyo haiwezekani. Lakini naamini kabisa kwamba aliyosema mwingine yote ni sahihi na ndiyo kilio cha wananchi.